matumizi ni mikuu. Unawaambia waende wapi na somo lako. Kwa hiyo kama Mungu ni mkuu kama tulivyojifunza, maana yake ni wewe unaweza kumtegemea kila siku. Okay, kwa hiyo mara nyingi tunajua 16, si ndio? Kila andiko lenye pumzi lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki. Na unakumbuka jibu langu lilikuwa kana neno, wasaidie kusoma neno kuhusu shida yao. Wakisoma wenyewe wataguswa nalo, si ndio? Lakini kwa nini tunafanya hivyo? 17 inasema ili mtu wa Mungu awe nini? Kamili. Ndio, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Mapenzi ya Mungu ni kwa sisi kufanya kila tendo jema. Mapenzi ya Mungu kwa watu katika makanisa yetu ni kwa kila mmoja wapo kufanya kila tendo jema. Tumeumbwa kwa viumbe vipya kwa kusudi hilo. Kwa hiyo inasema hivyo kwenye 10, tumeokolewa kwa kufanya matendo mema. Kwa hiyo watu, ndio maana ninasema mtu asipoonyesha matunda, mtu kama haziungami dhambi zake na anaendelea katika dhambi bila kujuta, bila kuona shida kubwa, au kama anaficha sana dhambi yake, ina wasiwasi kama yeye ameokoka au la. Kwa sababu kweli inasema tumeumbwa kwa kazi hii, na pia kweli mapenzi ya Mungu ni kwa mtu kukamilika katika kutenda kila tendo jema. Kwa hiyo tusipomwona na mtu kama unaona nia yake na anasonga mbele taratibu pole pole katika hiyo sawa, lakini kama mtu kaonyeshi matunda, labda tumsaidie kuelewa wokovu tena. Haya, kwa kupigia vita vya kiroho. Kesho tutajifunza zaidi kuhusu jinsi ya kupigana na shetani katika vita vya kiroho. Kwa hiyo hatutakaa hapo sana, lakini tukienda kwa Efeso 6:17, mtu atusomee hapo. Neno namba 1 ni upanga. Na katika Ebrania tuliona hivyo pia, tumeshasoma. Lakini neno namba 1, andika, neno ni upanga. Neno ni upanga. Efeso 6:17, mtu atusomee. Nitasoma. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Neno la Mungu. Kwa hiyo ninasikia tunapofanya maombi yetu mara kwa mara, si hapa leo sana, lakini kwenye makanisa ninapotembelea, ninasikia mara nyingi watu wanafanya nini? Wanamkanyaga shetani kwa jina la Yesu. Kanyaga mapepo, kanyaga kila kitu kibaya, kanyaga mamlaka zote ya Mungu, kanyaga, tunakanyaga. Lakini silaha zetu za kupigana na shetani, kuna silaha za ulinzi kama chapeo na nini, silaha zote nyingine, lakini huo upanga ni silaha zetu za kupigania vita. Ni upanga wa kuchoma, si watu tu ni kuchoma shetani. Yesu alipojaribiwa na shetani, unakumbuka habari hii? Alipojaribiwa na shetani, shetani alikuja na majaribu fulani na matatu. Halafu ilikuwaje? Yesu alipomjibu hakusema ninakukemea kwa jina la Yesu, jina langu. Alikuwa Yesu. Hakusema hivyo, si ndio? Ninakukemea, ninakukanyaga, kwa sababu katika Mwanzo 3:16 inasema kwamba siku moja mwanamke mguu wa mwanamke atamponda kichwa cha
nini nyoka. Kwa hiyo mimi nitakuponda sasa. Hapana, hakusema hivyo. Alisema imenenwa. Yule neno la Mungu, badala ya kutunga neno jipya, alitumia Agano la Kale, neno lake la kumpinga shetani. Fikiria hivyo. Tunapotaka, ukikutana na mtu ambaye ni mwovu sana, usijaribu kumfukuza shetani, usijaribu kutoa mapepo mwanzoni. Kana neno la Mungu. Anza kusoma neno upanga wako. Utamchoma yule pepo. Badala ya kufanya maombi ya ajabu na kuruka na kucheza na kumgusa na nimewahi kuona hivyo na nitawaambia habari, na sijui kwa nini ilikuwa hivyo, lakini tulikuwa na mama ambaye alizimia kanisani mara kwa mara. Alafu siku moja, na alikuwa mtu wa mwili, kwa hiyo kila alipozimia wanawake wote wangehitaji kumbeba kwa taabu kwa jasho kwa chumba kingine ili asisumbue mwaliko. Ilikuwa kila wakati wa mwaliko. Halafu mimi nilikuwa mama mchungaji, lakini tulikuwa na mama mchungaji msaidizi Mtanzania ambaye tulikuwa katika mchakato wa kuwakabidhi kanisa. Kwa hiyo niliwaacha kwanza kumbeba yule mwanamke. Kwa hiyo nilikaa tu kwenye ibada, halafu niliona mimi bado ni mama mchungaji, bora niingie kufanya maombi. Lakini nilijua wangekuwa wanafanya mambo ya mlioona na mliozoea. Na mimi siseme hivyo kukemea, ni jinsi mnavyofanya mara kwa mara. Kufanya maombi kwa nguvu na kujaribu kutoa pepo, kufanya nini. Alafu niliingia na walikuwa wanafanya hivyo bado, na yeye bado walikuwa wamelala chini hivyo. Na niliona, nilikaa tu, nilitulia. Nilikaa, nilifanya maombi kichwani. Hapo walipomaliza, waliniona hapo na walisema, mama mchungaji, ufanye maombi pia. Kwa sababu walijua mtindo wangu ulikuwa tofauti na mtindo wao. Nilikuwa utulivu zaidi. Kwa hiyo niliweka mkono, nilifanya maombi, nilitumia neno la Mungu ndani yake basi. Kwa sababu sikujua kufanya nini. Walikuwa wanajaribu na yule bado alikuwepo hapo, na sikujua kama pagawa na pepo, sikujua kweli. Lakini nilifanya maombi kwa ajili yake, roho yake, kumjua Yesu, sijui imekuwa miaka sasa. Alafu nilipomaliza, aliketi. Sisi sote tulishangaa kidogo. Na alikuwa kikawaida, alikuwa kama alivyokuwa. Na sijui, lakini maana yangu ni hii. Neno la Mungu, na niliweka mistari ndani ya maombi yangu, kwa sababu neno la Mungu ni muhimu. Na nikiweza kuwafundisha kitu, usiingie kushindana na ukikutana na pepo. Na hapa Afrika unaweza kukutana na pepo ndani ya mtu wazi. Marekani mambo hayo yamefichwa zaidi, lakini hapa yapo wazi zaidi. Unaweza kukutana na jambo kama hilo. Ukikutana na jambo, kwanza ningesema, hata mimi niliweka mistari ndani ya ombi, lakini ingalikuwa vizuri zaidi kama ningalisoma neno la Mungu kwanza. Lakini uwe tayari kila wakati. Efeso 6 tutasoma kesho. Efeso 6. Soma Efeso 6 juu ya silaha, juu ya kusimama imara katika Mungu. Hakufanya yote ya kusimama. Fanya mambo hayo kwanza, halafu fanya maombi yako. Lakini tumia upanga kwanza. Upanga uliopewa. Mara nyingine tunajaribu kuomba kwa nguvu zetu na tunashindwa. Ninasema kweli. Lakini tukitumia neno, kama pepo yupo kweli, hawezi kuvumilia kwa muda. Endelea kusoma. Soma. Anza na kitabu fulani, Filipi. Soma. Efeso. Soma tu. Halafu pepo atachoka, atahitaji. Au soma juu ya Yesu Kristo, yeye mwenyewe. Soma maneno yake. Na pepo hawezi kuvumilia jina la Yesu Kristo kwa muda mrefu. Kwa hiyo, lakini tusikae tu na kusema nafanya kwa jina la Yesu, nafanya kwa jina la Yesu. Sawa, lakini soma neno kwa jina la Yesu, halafu omba kwa jina la Yesu. Nenda tumia upanga wako, silaha zako. Ni muhimu sana.
Okay, nguvu ya kweli, Zaburi hatutasoma lakini kupigia Biblia ni nguvu ya kweli. Shetani aliitwa baba na Yesu baba wa uongo. Tukiingia na ukweli tutashinda uongo. Baba wa kweli ni Mungu. Baba wa uongo ni Shetani. Hawezi kusimama katika uongo wake mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tukitumia neno la Mungu tutashinda. Sisi Mungu atashinda kupitia sisi kwa jinsi tulivyotumia neno lake. Kwa hiyo anza fikiria hivyo. Najua ninawapa mambo ya kufikiria. Najua umezoea namna fulani ya kujaribu kutoa mapepo. Lakini fikiria kuhusu upanga wako. Ukitumia upanga kwanza, itakuwaje? Nadhani utaona mambo ya ajabu baba. Namba 3, neno linafaa kwa kutambua mafundisho yasiyo kweli. Tunahitaji utambuzi katika kanisa kwa sababu kuna uongo nyingi. Shetani ameingia kwa uwerevu kama malaika wa nuru katika makanisa mengi hapa Afrika Mashariki. Kila tunaposikia kama Shakahola. Shakahola. Kama hapo. Kwa nini wanawake na wanaume, kwa nini wengi walimfuata yeye? Hakufundisha kweli. Lakini shida ni hawakujua kweli. Kama wangalijua kweli wenyewe, wasingalidanganywa na malaika wa nuru ambaye alitumiwa na Shetani nyuma yake. Lakini sisi tunahitaji kufundisha ukweli. Kwa hiyo neno linafaa kuwatambua mafundisho yasiyo kweli. Mtu atusomee Timotheo wa pili 3:1-7. Lakini ufahamu neno hili, na kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii mawazo wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia wakati wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, walio na utaua kwa nje, lakini wakikana nguvu zake. Hao nao ujiepushe nao. Kwa maana katika hao wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mzigo wa dhambi, waliochukuliwa na tamaa za kila namna. Wajifunza siku zote, ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli. Okay, so kwanza tukijua neno la Mungu wenyewe hatutakuwa Biblia inasemaje, wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi. Na kwa huzuni katika makanisa yetu nimewaona wanawake wajinga. Kwa sababu ukiendelea katika dhambi wewe ni mjinga. Biblia inakuambia mjinga. Ukishikwa na dhambi, usipoweza kuachana na dhambi, wewe ni mjinga, kwa sababu hujachagua njia ya hekima, njia iliyo bora, njia ya Mungu Yesu Kristo. Kwa hiyo Biblia kwenye Mithali inawaita watu kama hao wajinga mara kwa mara. Lakini nilishangaa hapo kwa sababu haisemi hata wanaume, inaongelea wanawake. Na tunaona katika makanisa ya manabii wa uongo, na nitasema hivyo kwa sababu wapo wengi. Miaka sijui miwili iliyopita hapa Kenya mitatu, nilisoma kwenye gazeti, niliona ilisema hapo mbele kwa herufi kubwa kwamba mchungaji aliwashauri wanawake zake kwamba waingie kanisani bila
huvaa chupi. Umesikia? Alisema hivyo. Ila Roho Mtakatifu kwa namna gani? Ujinga. Maneno ya ujinga kutoka kiongozi. Nabii wa uongo. Biblia haifundishi hivyo kabisa. Kabisa. Hakuna wazo hilo. Na ukiona hivyo, Roho Mtakatifu ni mtakatifu. Hata kusema hivyo, alikuwa anamdharau Roho Mtakatifu. Natumaini Mungu atamtendea siku moja. Kweli, kwa sababu na ninapata hasira, lakini pia sijui ni wangapi waliokuja kanisani siku ile bila kuvaa chupi. Wajinga, wanawake, si wanaume. Wanaume wangacheka. Si ndio? Lakini wanawake wasiojua neno la Mungu wanaweza kutekwa nyara na mawazo yasiyo kweli, kwa sababu hawayajui kweli. Tusiwe wanawake wa namna hii. Sidhani ni hivyo, lakini katika eneo lako, katika huduma yako, wako. Kwa hiyo tuwe waangalifu, tujue neno, tuwafundishe wenzetu kujua neno la Mungu, kulijua vizuri. Kutambua wasiopenda kusikia kweli. Tusome Timotheo wa pili 4:1-4. Na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu, atakaye wahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Lihubirini neno, uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiokufaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima, ili kwa kuzifata nia zao wenyewe watajipatia walimu wengi, watakaowaambia yale tu masikio yao yanayotaka kusikia. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Kwa hiyo angalia hapa kwa ajili sisi kwanza, ihubiri neno, uwe tayari wakati ukufao na wakati usiokufaa. Usipojua neno hutakuwa tayari wakati usiokufaa. Kwa hiyo kuna nyakati ambazo unahitaji kutoa neno na hujajitayarisha, hujaandaa somo. Unahitaji kukumbuka yale uliyowahi kusoma, si ndio? Kwa hiyo uwe tayari kwa nyakati zote kukaripia, kukemea, kuonya kwa uvumilivu. Uvumilivu. Kwa hiyo ndio maana ninasema waache wasome wenyewe. Unaweza kukaripia kupitia neno la Mungu nikiwa tayari. Kwa uvumilivu wote na mafundisho. Kwa hiyo hatutawakemea kwa kuwakemea. Wewe ni msichana mbaya sana. Kwa nini kila wakati nikikuacha wewe nyumbani unatoroka? Na mimi nasikia baadaye wewe umeenda kwa kijana yule na unafanya nini hapo? Hakuna kitu kizuri kinachotokea baada ya saa 4 usiku. Na ukifanya hivyo hata kusikiliza. Ataziba masikio yako. Lakini ukimwonya kwa uvumilivu wote na mafundisho ya neno, taratibu atakusikiliza. Na inasema utakuja wakati, na sasa wakati umefika kabisa, watakapokataa mafundisho yenye uzima ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe. Watajipatia waalimu makundi na kuwa wana
kuwa wana masikio ya utafiti. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli. Kwa hiyo kwa huzuni tunaona hiyo watu wengi ambao wangependelea kuhudhuria ibada bila kuvaa chupi badala ya kusoma neno la Mungu. Na wale ni wajinga. Kwa hiyo tuwafundishe kwa uvumilivu, tuwaonyeshe neno la Mungu ili kidogo kidogo tuweze kuwasaidia wengine wasiangukie wavu au mtego wa wale manabii wa uongo ambao wako wengi sana hapa Kenya. Okay, tusonge mbele. Kutambua manabii wa uongo katika makanisa. Kwa hiyo Petro wa pili mlango wa kwanza 19 mpaka sura ya pili 3. Kwa hiyo utamaliza sura na utaingia kwenye sura ya pili. Umenielewa? Kwa naanza Petro wa pili mlango wa kwanza mstari wa 19 mpaka sura ya pili mstari wa 3. Nasoma hiyo sura ya pili. Lakini kulitokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyo kuwako walimu wa uongo, watakaojiingiza kwa welevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usio kawia. Na wengi watafuata ufisadi wao, na kwa hao njia ya kweli itatukanwa. Na kwa tamaa yao watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa. Okay, so tunaona manabii wa uongo watazidi hata na wamezidi siku hizi duniani kote, si huku tu, lakini tuko Kenya. Lakini na wengi watafuata ufisadi wao kwa sababu njia ya kweli itatukanwa, na katika kutamani watajipata faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa. Kwa hiyo kila wakati tunajua manabii wa uongo wanaomba pesa, wanapenda pesa, wanapata pesa, wamejenga majumba, wanapanda ndege za ajabu, wanafanya mambo mengi ya ajabu, lakini wanashawishi watu watoe pesa na wanawaahidi watapata baraka fulani. Lakini nitawaambia tusiwasikilize. Tukijua neno, ndio maana nilisema soma tena Petro sura ya kwanza hapo. Neno limetoka kwa Mungu, si wanadamu, neno la kweli, na ni taa inayong'aa. Kwa hiyo sisi tusiache neno la Mungu, tujue neno. Kwa hiyo neno lafaa kwa kupata ufafanuzi. Na tunaweza kupata ufafanuzi, na nadhani hata katika wiki hii tayari tumepata ufafanuzi kidogo zaidi, labda kwa sababu kila wakati tunaposoma neno tutapata ufafanuzi kwa maisha. Neno ni nuru ya kiroho. Tunajua taa, neno lake ni taa ya miguu yangu. Ni hiyo Zaburi, hatuhitaji kwenda taa ya miguu yangu na mwanga kwa njia yangu, si ndio? Ni kweli, ni kweli katika maisha yako. Neno lake ni taa ya miguu yako, ni mwanga kwa njia yako. Unapohitaji kuamua, unapohitaji kujua mapenzi ya Mungu ni nini, unaenda wapi? Kwa watu hapa neno la Mungu kwanza na kumwomba hapo. Kwa hiyo neno ni nuru, neno hufunuliwa na Roho wa Mtakatifu. Yesu alisema Roho atatusaidia kuelewa maneno yote, kutukumbusha na maneno yote aliyowaambia wanafunzi, lakini siku hizi aliyotuambia kupitia neno lake. Kwa hiyo tutafunuliwa na Roho Mtakatifu tukimwomba. Neno huleta imani. Rumi 10:17 nadhani inasema imani inakuja kwa kusikia na kusikia kupitia neno la Mungu.
ukurasa mwingine, neno lafaa kwa kupata uhusiano. Kuitwa mwanafunzi wa Yesu. Wewe ni mwanafunzi wake kama umeokoka na unamfuata. Kwa hiyo kuna uhusiano. Wewe una uhusiano na Yesu Kristo. Yeye anakuita rafiki ukimfuata. Kuwa ndani ya Mungu. Wewe ni mtoto wa Mungu. Upo nyumbani kwake kabisa. Unaishi kwake kama umeokolewa na mtoto wake na Yesu Kristo na kuingizwa katika ufalme wake. Wewe ni mtoto wake. Si kufurahia ushirika halisi. Sisi tunaweza kupendana, tunaweza kushirikiana kupitia neno la Mungu. Waliposikia neno siku ile ya Pentecost, walimwamini Yesu, wakabatizwa na walianza kushirikiana pamoja kila kitu. Lakini waliendelea pia, inasema, kusikiliza neno la Mungu. Si kula tu, walisikiliza neno la Mungu, chakula cha kiroho. Kuwa washirika wa tabia ya uungu, yani sisi tufanane naye. Petro wa pili mlango wa kwanza mstari wa 4. Alafu neno lafaa kwa kazi ya Mungu. Hatuwezi kufanya kazi yake bila kujua neno la Mungu. Na kama wewe ni mama ambaye unajiita mwalimu wa Mungu, natumaini unasoma neno la Mungu karibu na kila siku. Bila kuacha. Najua kuna nyakati ambazo tunaumwa, tumechoka, tunasafiri. Kuna nyakati ambazo ni vigumu kidogo. Lakini turudi hapo tunapoweza. Tusiache neno kwa siku nyingi. Tukiacha neno hata kwa wiki moja, matatizo yanaingia, mawazo yanaingia, tunasumbuliwa na mambo mengi bila kuelewa kwa nini. Halafu hatimaye tunasema, sijasoma neno muda. Kwa hiyo kuwa na maisha imara. Mathayo 7 hatutasoma, lakini lafaa kwa kazi ya Mungu kuwa na maisha imara, kufundisha na kuonya kwa hekima. Kolosai 3:16 inasema kuweza kula chakula kigumu. Unajua Wakristo wengi wanakunywa maziwa bado. Tuwasaidie kuweza kula chakula kigumu mpaka waweze kula nyama tamu, lakini nyama ni ngumu pia. Unahitaji kuwa na meno yanayotafuna. Unahitaji kuweza kupokea Yesu anaposema chukua msalaba wako na kunifuata. Tunahitaji kuelewa maana hii. Mkristo mchanga hataelewa maana ya kubeba msalaba. Maana yake si kwamba mambo yatakuwa shwari kila mara. Mkristo mchanga labda atafikiri hivyo, lakini Mkristo aliyekomaa, mkamilifu zaidi, ataelewa kuchukua msalaba ni kuchukua alama ya mauti, kusema nitamfuata Yesu popote. Na si rahisi, hii ni nyama. Kwa hiyo tunahitaji kuweza kula nyama na kuwa mtenda mema. Matumizi ni mikuu. Unawaambia waende wapi na somo lako. Kwa hiyo kama Mungu ni mkuu kama tulivyojifunza, maana yake ni wewe unaweza kumtegemea kila siku.